Somo linasema upendo na wanafunzi, njia ya kuhifadhi mavuno ya uinjilisti. Somo linasema upendo na wanafunzi, njia ya kuhifadhi mavuno ya uinjilisti. Nimesema upendo na wanafunzi ni njia ya kuhifadhi mavuno ya uinjilisti. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 28 mstari ule wa 18 mpaka wa 20, Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru leo. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Haleluya wapendwa. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. The voice here is very light. Naomba ongeza kidogo low. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lengo la kushuhudia, lengo la uinjilisti, lengo la kupeleka habari sio kuhesabu idadi ya watu tuliyopata, sio kuhesabu idadi ya watu waliopatikana, sio kuhesabu namba za watu ambao wamekubali kumkubali Yesu kwamba ni Mwokozi wa maisha yao. Lengo kamili kwa ukamilifu ni kuwaona wanakuu, ni kuwaona wanakuu, ni kuwaona wanapata fundisho, ni kuwaona wanaokulia wokovu, ni kuwaona wanamjua Mungu, ni kuwaona wanaostawi kumfanania Yesu Kristo. Lengo sio namba, lengo sio watu 1000 waliokoka, lengo ni watu watatu waliokuja wokovu. Yaani sasa hivi ni wakati wa mavuno. Watu wengi hawakuvuna mwezi wa 6 na wengine hawajavuna mwezi wa 7, wanavuna huu mwezi wa 8 na wengine wanavuna mwezi wa 7 of course. Lakini itakuwaje siku unayakuta yale mahindi yako, unayakuta yale maharage yako yamepatwa, umeyavuna lakini yametosha, yameliwa na wadudu. Mkulima mzuri haandai tu mbegu wakati wa kupanda, anaandaa palizi, anaandaa uvunaji na anaandaa utunzaji. Umevuna, okay, unaweka wapi?
natamani nikufundishe. Ukiona nimeanza kupeperuka nisanue. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiona nimeanza kupeperuka tutuliza. Niambie mchungaji, tuliza boli hapo. Tunataka kujifunza. Haleluya. Umeenda umevuna mazao yako. How do you keep them? Unayatunzaje? Haleluya. Kila kuhubiri kwa Yesu, ukisoma kutoka kitabu cha Mathayo hata kitabu cha Yohana, kila alipohubiri alikusanya watu akawafundisha. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. 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 Aliwakusanya wale watu akawafundisha. Aliwaita wanafunzi wake akaishi nao akawafundisha, akawarekebisha kasoro mbalimbali walizokuwa nazo. Kama pati ya ufundishaji, alafu mle ndani yake baada ya kuwafundisha akawapata wa kuwatuma kwenda kuhubiri Injili. Maana pamoja na kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi 12, lakini Biblia haipati wote 12 kama walienda kuhubiri Injili. Maana kitabu cha Matendo ya Mitume kimefunua utendaji kazi, kimefunua namna ambavyo kanisa lilianza mitume wakahubiri. Lakini ukisoma vitabu vyote vya Injili vinne, unaona kwanza kuna mwanafunzi mmoja aliishia kujinyonga. Hawa ndio wanafunzi ambao wapo, lakini mbinguni hawana shida ya kwenda. Kuna mtu mmoja ambaye niuliza, kama Mungu ni mwenye rehema, kwa nini hajamsamehe shetani? Shetani hukumu yake ilishapita na haina appeal, haina rufaa. Jina la Bwana libarikiwe. Alihukumiwa. Kwa hiyo shetani anajua mahali anaenda. Pole sana kama unamfuata shetani na haujui mahali unaenda. Yeye mwenzio anajua anakoenda. Anajua kwamba liko ziwa liwakalo moto na anajua uko uzima wa milele. Yeye anajua anaenda kwenye ziwa liwakalo moto. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kuna maneno mawili nimeyataja hapa, moja nimetaja upendo, jingine nikataja wanafunzi, kuwafanya wanafunzi. Upendo unaotajwa hapa ni upendo wa agape. Naitwa lile neno agape ni Kigiriki, sio Kiingereza. Ni Kigiriki kinachomaanisha upendo wa kujitoa bila kutafuta faida binafsi. Upendo wa kujitoa bila kutafuta faida binafsi. Kama unahubiri Injili ili watu wakujue, ili upate maarufu, ili watu wakusujudie, ili watu wakuabudu, hiyo
huu upendo tunaotaja. Sio upendo huu tunautaja hapa. Upendo uliotajwa hapa ni upendo ambao Mungu ameuonyesha kwa mwanadamu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 13 kwamba kwa jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu to the extent ya kumtoa mwanae wa pekee afe kwa ajili yangu mimi na wewe. Afe kwa ajili yangu mimi na wewe. Kabla sizungumzii hisia, maana hisia zinaisha. Hapa ninazungumzia habari ya uamuzi wa ndani wa kumtendea mema mtu mwingine asiyemjua Yesu. Uamuzi wa ndani kabisa. Na hapa huwezi kuleta mbali dying self for others, kujikana kwa ajili ya wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesema kujikana kwa ajili ya nini? Wewe ukitikiswa kidogo, umeacha kuomba kwenye kile kikosi kazi, umetikiswa tu kidogo, umeacha kuhubiri, umetikiswa kidogo, nani anakutisha wewe? Wewe una Mungu. Anasema tazama, mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Watu wa Mungu, mnaelewa? Watu wa Mungu, mnaelewa? Haleluya! Walete magonjwa, walete ajali, walete kifo, walete mtafaruku, lakini Bwana amesema mimi niko pamoja naye hata ukamilifu wa dahari. Daudi anasema nitakupita katika upande na uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa sababu gongo lake na fimbo yake vinanifariji. Yaani ukitaka wao wanaopambana na wewe wafilisike kabisa, waishi, tafuta Mungu, tafuta kufanya kazi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tafuta kufanya kazi ya nini? Ya Mungu. Kufanya wanafunzi mefeteuo kilichi tunamaanisha kufundisha, kulea, kuelekeza na kukomaza mtu ili awe mfuasi wa Kristo. Kufundisha, kulea, kuelekeza, kukomaza mtu awe mfuasi wa Kristo. Jamaa mmoja ananisimulia, alienda kanisa moja, ndo ameokoka tu. Akafika pale, amechagua kwamba hapa ndipo mahali pangu pazuri pa kumwabudu Mungu. Ameabudu pale Jumapili ya kwanza, ameabudu Jumapili ya pili, Jumapili ya tatu, akafuatwa na mtumishi mmoja wa Mungu wa pale ndani.
akamwambia, hapa sio mahali pazuri kuabudu. Akamuuliza kwa nini? Anamwambia, mchungaji wetu hataki fire, hataki nguvu ya Mungu kabisa. Kwa hiyo hapa wewe huwezi kukua kiroho hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Huyu ni mtu aliyeokoka, anamwambia mwongofu mpya ana siku 3 za kuabudu kwenye lile kanisa. Siku ngapi? 3. Bahati nzuri kijana anasema, mimi sikutaka msikiliza, nikakaa hapo. Ananishuhudia kwamba baadaye akaja akagundua kwamba mchungaji si ndiye alikuwa hataki hiyo nguvu ya Mungu, ila yule mtu ndo alikuwa hataki hiyo nguvu ya Mungu. Watu wakija wanatakiwa kuonyesha upendo, wanatakiwa kuonyesha njia itakayowapeleka mbinguni, sio kuwarudisha nje za mpini. That is kwamba mtu amesaini yeye ni jehanamu tu. Yaani ukifika kiwango cha namna hiyo, umesaini wewe ni kwenda jehanamu ya moto. Kila aliyeokoka ni mpiga kampeni wa ufalme wa Mungu. Kila aliyeokoka ni mpiga kampeni wa ufalme wa Mungu. Kikawaida wataalamu wanajua. Nimekuwako kwenye siasa miaka fulani ya nyuma sana, imepita wapendwa, sio leo, ya nyuma. Leo nimeokoka, nampenda Yesu, sitaki siasa. Haleluya. Nimeokoka, nampenda Yesu, sitaki nini? Wewe unajifunza tu. So wewe unajifunza tu bwana. Siasa kwani wewe unajua? Uliza. Jina la Bwana libarikiwe. Uliza what it means. Inamaanisha nini kuwa mwanasiasa? Uliza. Ukibaki salama, yani umshike Mungu kweli kweli. Umshike Mungu kweli kweli, ukibaki salama. 1 ya 10 tu. Nakwambia 1 ya 10 tu. Kwenye siasa watu wanafurahi wanapoona watu wanakuja kwao. Watu wanakuja kuwasikiliza, watu wananunua kadi, wanakuwa na wao, wanaambatana. Sasa sisi tunapiga kampeni, tunarudisha watu wanaokuja kujiunga na njia inayoenda uzimani. Tunaweka beria. Tunaweka nini? Beria. Na mwingine anafungua kabisa na vifungu vya Biblia. Wewe Biblia hii, Biblia hii, Biblia hii, Biblia hii. Hii Biblia ni mawanda mapana. Hii ni mawanda mapana. Humu hauvamii tu, humu hauvamii hapa. Hapa kitu cha kwanza kinahitajika Roho Mtakatifu awepo, amejaa, amefurika kwako hapa. Kwa sababu unaweza ukatumejea kamstari kamoja hapa ukataka utukimbize nako sana, alafu tumekaa tunakuangalia kwamba hivi huyo amesoma mstari wa juu yake, alafu tuje tu tukwambie hebu soma mstari wa juu yake na wa chini, unapotea, haupo.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Unapotea haupo, umechukua, yani ni sawa na nguo umeamua kuitoa uzi mmoja. Itabaki nguo. Itabaki nguo. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui nilitaka kusema nini, ila ujumbe utakuwa umefika. Haleluya. Jambo la kwanza natamani ujifunze, upendo wa Kristo huvuta watu na kuwahifadhi katika kanisa. Upendo wa Kristo unavuta watu na kuwahifadhi katika kanisa. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 34 na 35, mimi nimecheka sote tu, anasema watu wote watajua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi, watu watajua tayari hao ni wa Kristo. Ni kweli Biblia inasema Ukristo ulianza mara baada ya Roho Mtakatifu kushuka, lakini Biblia inaonyesha kanisa likiitwa Kristo kuanzia pale wanapoitwa Antioki, kanisa ambalo ligana misingi ya Yesu, kanisa ambalo lilikubali transformation, wakakubali kubadilishwa, wakakubali kutoka, wakakubali kuifanya kazi ya Mungu ukamilifu na dhati, wakaitwa Wakristo kwa mara ya kwanza. Wacha zile habari zenu ya kwamba sijui Petro ndo alikuwa nani wa kwanza, nani. Kile cheo huwezi kupata mpaka uwe hauna mke. Cheo kile hapati mtu mwenye mke. Cheo kile anayepata lazima asiwe na mke. Biblia inasema Yesu akaenda kwa mkwewe nani? Alienda kwa mkwe wa nani? Wa Petro. Mke Petro alikuwa na mke. Anakuwaje popo? Anakuwaje papa? Papa lazima uwe padri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hizo habari zikaliteka kanisa baadaye mwaka wa 300 na kitu huko, wakati mfalme mmoja aliokoka anaitwa Konstantini. Ameokoka huyu bwana, ndio akaanza kubadilisha kanisa. Lilikuwepo la Kikristo, limeanza kuitwa Wakristo pale kanisa la Antioki. Nini kilifanya kanisa la wakati ule liwe na nguvu, lishambae? Ni upendo na wanafunzi. Wewe kusema wewe tayari ushajifunza Biblia, umefika mwisho, yani wewe ndio master. Kuna mtu mmoja alisema tutajie aliyekuwa RPC wakati Yesu anasulubiwa. Aliyekuwa mkuu wa polisi pale wakati Yesu anasulubiwa alikuwa nani? Nani? Alikuwa nani? Achana na yule aliyesimamia kusulubiwa, RPC. Wewe unasema yule alitumwa kusimamia mission. Boss aliyesimamia hapa ni nani alikuwa? Na Biblia unasoma, ila unatuchomolea kama mstari kamoja, tunataka ujifanye umekimbia nako mbio. Tulia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tulia kwa Bwana.
wakufundishe. Haleluya wapendwa. Watu wengi huja kwa sababu ya ushuhudiaji, ya uinjilisti. Watu wengi sana wanakuja kanisani. Hata hapa tunaona watu wengi sana wameokoka. Wengine wameogopa kuinuka kwa sababu huyu ataniona nina nini. Ni kawaida mtu akiokoka kuwa na vitu vya namna hiyo. Amen. Amina wapendwa. Amina. Lakini hawa watu hawawezi kubaki kama sisi tusipowapenda. Kama kanisa hatutageuka mama kuku tuwatamie hivi vifaranga, haviwezi kuwa kuku. Hii sio kazi ya wachungaji. Hii sio kazi ya mtumishi wa Mungu Urusayo aliyepewa lile darasa. Hii ni kazi ya wote waaminio. Mtu ameokoka, umemshuhudia, lakini una siku 3 hata hujamjulia hali. Unaendeleaje mtumishi wa Bwana? Yaani unaogopa tu kwamba yani kwa hali yake iliyookoka nikimpigia tu simu kwanza ataomba buku. Kwani kuna shida gani? Leo sina mtumishi wa Bwana, lakini kesho nikipata naweza kukupatia. Inatia moyo kuliko kutopokea simu kabisa, kuliko kutokupiga simu kabisa. Upendo wa Yesu Kristo unadhihirika kwa kuwakaribisha wajane wenye mahitaji, kuwatembelea waamini wapya, kuwasamehe waliotukosea, kujenga umoja katika mwili wa Kristo. Nimesema kujenga umoja katika mwili wa Kristo. Hebu fungua kitabu cha Matendo sura ya 2. Baba, tusome mstari wa 42 na mstari wa 47. Lakini wewe soma from 42 mpaka 47. Biblia inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Twende 47. Anasema kila mtu wakamsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Mungu akalizidisha kanisa kila siku kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya kushikamana, kwa sababu ya kufanya vitu kwa umoja. Wewe nafikiri hujawahi enda mbuga za wanyama. Wakati ule wanyama wanahama wanaenda kwenye ile mbuga kule Kenya, jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna wanyama wengine wanakuwa na njaa, wanaelewa kwenye safari ile ndio kuna mlo wao. Kwa hiyo hao wanyama huwa wanakaa kwenye vichaka, wanatulia. Yaani wanyama wamenyimwa kusema tu, kuzungumza, lakini akili iko pale, ni hatari. Ukimwona chui anavyomendea chakula, ambavyo ananyata kwamba hata mguu wake usiguse jani, mnyama akasikia anavyonyata. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukimwona nyani anavyojipanga kutokuliwa, anavyoenda mlimani anapanga mabomu yake. Unajua mabomu ya nyani? Anapanga mawe,
juu mlimani, kwamba ukimwanzishia songo mbingo anapanda mlimani, utakapokuwa unashuka unapokuja unapandisha, anayaachilia mawe, utajijua we mwenyewe. Simba nao wanatulia kwenye banks za maji. Yaani wewe unasafiri kwenda kutafuta chakula na kuna wengine wako kwenye maji wanasubiri ukatize pale wale, na ukitoka nje ya maji wengine wanasubiri ukatize pale kwa unasubiriwa kwenye kiu na unasubiriwa kwenye chakula. Halo, jina la Bwana libarikiwe. Sasa wanyama wenye akili wao wanatembea kundi moja, wanashikamana kwa umoja, hawaachi hata step moja nje ya kundi. Unapotembea mnakimbia, wale mabwana huwa wanamsubiri anayejichepua kwenda njia yake peke yake, ndio wananyoka naye. Mnyama ambaye atatoka kwenye kundi akajifanya yeye ndio mtaalamu wa kukata kona, akailalia kona hivi, alafu wenzia wakanyoosha, yeye akaenda hivi, ameenda huyo analiwa. Wakiwa kwenye kundi lile, wanyama wale kila mmoja ana fight awe katikati au mbele. Wale wazivu, wabivu, wale ambao hawajitoi kutembea wanakaa nyuma, wanadakwa. Ninazungumza habari ya umoja katika kanisa. Nani amenielewa vile? Nani amenielewa? Nani hajanielewa nirudie? Mmenielewa kidogo? Mmenielewa? Amen. Watu wanapoamua kujitenga na mambo ya kimungu katika ibada, kujitenga na mambo ya kimungu katika kanisa, ndipo wanaanza kuharibikiwa. Siku utakayoamua kufanya tofauti na maagizo ya Mungu, ndio siku unashughulikiwa. Au nikutolee mfano hai? Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna wakati niliambiwa hakuna kupanda kutembea kwa mguu, tumia gari tu. Haleluya. Nikaobserve hiyo kitu kwa muda mrefu, natumia gari tu. Mara moja nikajifanya nimeiacha gari, nikaenda Dodoma kwa basi. Siku ya kurudi basi ikaniacha. Sikuona kama ina sound sana, niliona ya kawaida tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namwambia Mungu, nikitumia mafuta kwenda Dodoma na kurudi, hela ni nyingi sana. Kwa hiyo ninaomba Baba nipande walau basi niende nirudi. Unaelewa na pointi yangu? Lakini Mungu anasema tumia gari yako kwenda wapi? Dodoma. Tumia gari yako kwenye mizunguko yako. Jana nikakumbana na chuma moja kitamu sana. Nimeacha gari nikala bodaboda nikapandisha. Haleluya. Na juzi niliacha bodaboda gari nikaja na bodaboda hapa. Nikarudi salama. Jana nikaacha gari nikapandisha mjini nikakumbana na ajali. Pikipiki iliyokuwa nyuma yetu hatujaiona, ilikuja ikatugonga sisi wa mbele tukaanguka. Kaniokoa brother Joshua huyu.
Yaani kama Mungu alimwandaa Joshua, yuko eneo lile ananisubiri pale. Anakuja zake, mimi nikashuka chini na simu zangu zote 3 zimeyeyuka pale, zimesambaa lami. Joshua akaziweka kwanza, akazitunza vizuri, alafu kaja kuninua, mchungaji unaendeleaje? Mnacheka. Joshua yule pale, mwanafunzi wangu asiyezi yule pale, yule ndo kaniokoa jana. Mmemwona yule pale, mtumishi wa Bwana yule pale, Mungu amemtumia jana, kaniokoa na kaenda kanitafutia, kwa sababu ajali ukipata kama unavurugwa hivi, kanitafutia sehemu nikae nipumzike kwanza, nitulie, kwa sababu mkono unavuja damu, umetoboka toboka, una vitu gani na nini, kwa akanituliza mahali nikatulia kwanza, kanisubiri pale, nimekuwa vizuri. Sasa mtumishi wa Bwana nimetulia, sasa nataka kuondoka, ndio naye akaniambia ninaenda kwenye kwaya mazoezini. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya wapendwa. Kutokusikia. Wewe jifanye unashipaza tu shingo. Nifanye unashipaza tu shingo. Tunahubiri wewe mgeni mzima, yule ametumwa. Subiri haifiki hata mwezi wa 12 huu wa mwaka huu. Haufiki. Nimeongea kama kuhani wa zamu. Haufiki mwezi wa 12. Haufiki mwezi Disemba. Nimeongea kama kuhani. Hautafika mwezi Disemba, utasikia mlio. Wanda hatukutishia, hatukutishi. Sikutishi. The day is very near. Very near. Tunahubiri toba wewe, tunahubiri toba. Unaona washamba tu hao. Si tulihubiriwa toba wewe. Tulihubiriwa nini? Au unafikiri mwili ni asili tu? Hii kilikuwa chuma. Hiki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kuna siku nilikuwa na mtumishi wa Bwana Ayubu Mwabanga. Tumetoka mahali saa 8 usiku. Saa 8 usiku. Tunatembea, tunazungumza, yeye anatembea. Mambo ya kubaki nyuma sio mazuri wapendwa. Mambo ya kubaki nyuma sio nini? Mazuri. Twende kwa pamoja. Namtolea mfano mtumishi wa Bwana kwa sababu najua ni baba yangu kwanza, hana shida, hana tatizo. Mara ghafla simsikii niliye naye. Aliyokuwa ananipa story, mimi nimetangulia mbele natembea. Simsikii. Kugeuka nyuma, watu washamchota, wamepotea naye. Wameshamchota saa 8 usiku. Saa 8 ni usiku, wameshamchota, washamkagua hela, washamkagua simu. Mimi sasa ndo nageuka pale na amaki. Huyu bwana yuko wapi huyu bwana? Nikaanza kumtafuta, nikakuta kabananishwa kwenye chochoro moja hivi. Nikamwambia wale jamaa, weka hapa vitu vyote hizi. Weka hapa. Weka. Mmoja jamaa anasema, "Brother, samani bro. Hivi hapa." Tunaondoka. Ananifahamu yule bro, kwamba hata mimi Yesu aliniokoa tu. Kwamba hata mimi Yesu alifanyaje? Aliniokoa. Kuna siku tumetoka kule Ledioni, tuko na Mama Stone kisio na nani mwingine. Akashtuka Mama Stone, kuna mtu anakuja kama vile kabeba bunduki hivi. Anakuja yule jamaa, anakuja kwa spidi. Akitaka kukimbia, nikamwambia tulia kabisa. Hakuna bunduki yenye mtu anayo sio yangu. Nitachukua kama ni bunduki. Tulia. Kumbe ni watumishi wa Mungu wanaenda wapi?
wanaenda redioni. Sasa wamebeba ile stendi ya kamera, kwa kajua chuma hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Usibaki wapi, wala usiende pembeni, twende pamoja. Twende pamoja wapendwa, twende pamoja. Amen. Twende pamoja. Hebu fungua kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 2 mstari wa 15. Tusome haraka tu hapa, afu niendelee hapa nimalizie hili somo. Timotheo naomba tusome wote hapa. Tusome wote. Timotheo 1, 2, 3 Unarudia. Rudia. Mambo mawili hapa. Mfanyakazi asiye na sababu ya kutayari. Mungu ametupa kazi, na kazi hii tumepewa ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wake. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Ni kuwafanya mataifa kuwa nini? Wanafunzi wake. Lakini nasema ukitumia kwa halali neno la kweli, ukitumia kwa halali neno la kweli, Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa ngapi? 15. Kuna hili jambo jingine, kanisa hata la mara ya kwanza kabisa lilifanya, lakini kwa bahati nzuri wakalirekebisha. Ukisoma kitabu kile cha Matendo sura ya 9 mstari wa 26 na 28, sura ya 9 mstari wa 26 na 28, mwamba mmoja aliyeshindikana duniani akaokoka. Na huyu mwamba alikuwa chinja. Kwani Mungu anakuokoa wewe mtakatifu wa nini? Anaokoa walioshindikana. Amesema sikuja kuwaita watu wema, bali wenye nini? Wenye dhambi. Paulo akaokolewa bwana. Kuingia kanisani hivi watu wote hawamtaki Paulo. Kila mtu anaogopa kufa. Bwana Paulo sisi hatumtaki, Paulo hatumtaki. Bwana Paulo. Akatokea mwamba mmoja anaitwa Barnaba, akakamata mikono ya Paulo, akamkuza Paulo. Tukisoma kwenye kitabu cha Matendo 11 mstari kuanzia wa 22 mpaka 26, tunaona ameshakuwa mtumishi mzuri Paulo. Tukimaliza kitabu cha Matendo tunamsoma Paulo vitabu 13. Vitabu 13. Mtu pekee ameandika kitu tunakiita theolojia kiundani. Elimu kuhusu wokovu iko kwa Paulo hapa.
wanaanza kumkataa. Bwana we, mtu kaja hapa kaokoka, ana makovu ya mapanga, ana makovu ya nini, amekuja kama ulivyokuja. Mpende, mtunze. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mstai, zungumza naye maneno mazuri, mtie moyo. Wakati mwingine chukua namba yake, ukifika muda wa kuingia kwenye darasa la uongofu wake, unampigia mdauni wa darasani, dada, mdauni wa darasani, dada. Haleluya, haleluya. Eti nasikia mmeelewa, mmeelewa. Jambo la pili la mwisho, wanafunzi hubadilisha waongofu kuwa watendakazi wa ufalme wa Mungu. Yesu hakusema fanyeni waongofu, alisema mkiwafanya wafanyeni kuwa wanafunzi wangu. Mwanafunzi ni lazima akue katika maarifa ya neno la Mungu, katika maarifa ya tabia ya Kristo na katika huduma, kisha na yeye aanze kuwafundisha wengine, awafundishe Biblia kwa sababu imemfundisha, awafundishe maombi kwa sababu imemfundisha, awafundishe ushirika kwa sababu imemfundisha, awafundishe pendo kwa sababu imemfundisha, awafundishe huduma kwa sababu imemfundisha, awafundishe uongozi kwa sababu imemfundisha. Mungu afundishe mwinjilisti, ushuhudiaji kwa sababu umemfundisha. Mimi nilipookoka, yuko mwamba mmoja amenishika kufa na kupona. Miaka yote ya wokovu wangu mpaka naenda chuo cha Biblia, yuko mtumishi wa Mungu, sasa hivi ni mchungaji hapa hapa Tunduma, kanishikilia yule bwana, hakuniacha. Yaani nikiwa na shida yote napiga simu, bwana na tatizo moja mbili tatu, anakuja mpaka nyumbani, ananiona, anafanya. Yaani unajua, alinipa muda mpaka nikaona wokovu ni kitu cha thamani. Wakati mwingine yuko mahali anafanya huduma, anasema ninaweza nikachelewa kuja, lakini kama unaweza njoo sehemu fulani. Kwa hiyo ninaenda pale, nakuta anafanya huduma na mimi najiunga, nafanya naye. Haleluya, haleluya. Yesu aliishi nao, akawafundisha, akawaonyesha kwa vitendo, ndipo akawatuma waende. Haleluya wapendwa. Ukisoma hichi kile kitabu cha Timotheo wa pili mstari wa pili, hebu fungua mstari wa pili, Timotheo wa pili, Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa pili tu. Anasema, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha wengine vile vile. Narudia tena, mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, anamwagiza Timotheo, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha wengine vile vile. Hujafundisha mtu yoyote, unarudisha watu kanisani wasije, alafu siku ukifa unataka mimi nije niseme pale amevipiga vita vilivyo vipi? Vita gani hiyo yenye umepiga wewe?
Mimi nikuzike niseme umevipiga vita vilivyo vizuri. Ulipigana nani? Na nani? Ulivipiga wapi? Ulivipiga wapi? Tulisema tununue stendi za maiki, uligoma. Ulivipiga vita vipi? Tulisema tuweke marumaru, ukagoma. Vita ipi wewe ulipiga? Ulipiga ipi wewe? Ipi? Tukasema twende kuhubiri Injili, unagoma. Ipi hiyo vita unaotaka ukifa mimi niseme pale umevipiga vita vilivyo vizuri? Vita hivi hivi unavijua? Unavijua hivi vita? Yaani unajua kuna wakati waga namshangaa huyu na Mgala ana mtoto mdogo mchanga, tena sio wa kwake, ni mtoto wa kurithi, amerithishwa, lakini kila tunaenda kwenye Injili yupo na mtoto wake. Na sio kwamba ana kazi, ana kazi. Niliwaambia pale Dodoma, hao wote unaoona tumekuja nao hapa, wote wana shughuli, na wengi wao kazi hufanya wakati huu wa kiangazi, lakini wameacha maduka huko, wameacha mashamba huko. Watu walisema hatuvuni, tutavuna tukirudi. Wakaenda wakamhubiri Yesu kule, watu wakaokoka. Mmekuta mahindi wameiba, wameiba cha zaidi mmefaidi, mmekuta na mahindi yamepanda bei. Mngebaki mngeuza kwa 30 ile. Waliobaki waliuza 32 huko kwa shambani. Wewe ukapona ukaenda kufanya kazi ya Mungu, umerudi mahindi yameshafika 40. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kazi ya Mungu inali. Kazi ya Mungu inali. Ile kwaya ya Kilimanjaro Revival iko pale Moshi. Ile kwaya, wapiga vyombo 4 wa ile kwaya ni wafanyakazi wa serikali, wafanyakazi waandamizi wa serikali. Mmoja ni daktari anapiga keyboard, mpiga soro mmoja ni askari. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya wapendwa. Na wengine. Haleluya. Lakini kwaya kila inapoenda jamaa wapo. Kwa sababu wanajua bila Mungu kacheo kanaweza kafanywa tu. Yaani bila Mungu kacheo kanafanya tu. Ndio utakuwa wewe muombaji humu ndani. Wakati sisi tunakuambia saa hizi, kabla haujawa wewe ndio play item. Kwa Kiswahili play item please. Kwa Kiswahili nasema dondoo za maombi. Dondoo ya maombi unakuwa wewe mwenyewe ndio sababu ya hayo maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya wapendwa. Mungu awabariki sana. Bariki sana. Karibuni watumishi wa Bwana, waendelee na ratiba.